Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Agosti 10 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema masharti ya agano. Imejengeka katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 19 aya 5. Neno la Mungu linasema, sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Hapo mwanzo Mungu alitoa sheria yake kwa wanadamu kama njia ya kupata furaha na uzima wa milele. Amri 10, uta na usi ni ahadi 10 tulizohakikishiwa kama tutatii sheria inayouongoza ulimwengu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 aya 15. Hii ndiyo jumla ya kiini cha sheria ya Mungu. Masharti ya wokovu kwa kila mwana na binti wa Adamu yameelezwa hapa. Sheria hiyo ya kanuni 10 za upendo mkuu ambao unaweza kuwasilishwa kwa mwanadamu ni sauti ya Mungu kutoka mbinguni ikizungumza na roho katika ahadi. Fanya hivi nawe hutakuwa chini ya mamlaka na udhibiti wa Shetani. Hakuna neno hasi katika sheria hiyo, ingawa inaweza kuonekana hivyo. Ni tenda na uishi. Sharti la uzima wa milele sasa liko vile vile ambavyo limekuwepo siku zote, vile vile lilivyokuwa katika paradiso kabla ya anguko la wazazi wetu wa kwanza. Utii mkamilifu kwa sheria ya Mungu, haki kamilifu. Ikiwa uzima wa milele ungetolewa kwa sharti lolote pungufu ya hili, basi furaha ya ulimwengu wote ingehatarishwa. Njia ingefunguliwa kwa ajili ya dhambi, pamoja na msururu wake wote wa huzuni na mateso, kufanywa kutoweza kufa. Kristo hapunguzi madai ya sheria. Katika lugha dhahiri, anawasilisha utii kwake kama sharti la lazima la uzima wa milele. Sharti lile lile ambalo lilihitajika kwa Adamu kabla ya kuanguka kwake. Sharti chini ya agano la neema ni pana vile vile kama sharti lililowekwa katika Edeni, upatanifu na sheria ya Mungu ambayo ni takatifu, ya haki na njema. Kiwango cha tabia kilichowasilishwa katika agano la kale ni sawa na kile kilichowasilishwa katika agano jipya. Kiwango hiki si kile ambacho hatuwezi kukifikia. Katika kila amri au agizo ambalo Mungu anatoa kuna ahadi iliyochanya zaidi, iliyo msingi wa amri hiyo. Mungu ametoa majaliwa ili tuweze kuwa kama yeye, na atalitimiza hili kwa wote ambao hawaweki kizuizi cha nia potovu na hivyo kuzuia neema yake. Leo ni Agosti 10 ya mwaka wa 2026, tukiangazia mada isemayo masharti ya agano. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Hapo kesho, Bwana akitupatia uzima, tutaiangazia mada isemayo imeandikwa moyoni. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu we nasi sasa na hata milele. Amina. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana.
twajaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, twajaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.